Okay, Poshi, mimi nafahamu kwamba wengi wanakuzungumzia kwa njia tofauti tofauti, lakini kubwa zaidi ni muonekano wako ambao wengi wamekuwa wakiusifia sana. Kwanza hongera sana. Asante. Okay. Tuingie kwenye swala la matunzo. Mwili wako unauprotect vipi? Si protect lakini na ugaramia. Na ugaramia, yes, ndo tunarudi pale pale. I own a spa, niko na spa ambayo nafanya facial, nafanya body scrub, nafanya massage, nafanya a lot of things for my body. Kwa sababu I think mwili unapoutunza ndio unapokutunza pia. Okay. Yeah. Hivi ilikuwa ni wazo lako kuwa na ofisi kama hii? Of course, napenda urembo. Kwa ni langu na mume wangu. Okay, napenda sana urembo wewe. Kwa haraka haraka labda kuanzia juu mpaka chini, namna ambavyo una protect uso wako, unahudumia, ni kama shilingi ngapi hivi kwa mwezi? Sasa kwa sababu najiibia mwenyewe, lakini nilikuwa natumia hela nyingi zaidi huko nyuma. Sasa hivi nafanya hapa ofisini, nasema natengeneza content. Kwa mimi silipi kwa sababu natengeneza content na tangaza biashara labda. Yeah. Kwa a lot of money. Ilikuwa kama shilingi ngapi? Ina cost sana kwa mwanamke. Na mwanamke anayejipenda ina cost zaidi. Yeah. Ni shilingi ngapi sasa? Sijui exactly, lakini ina cost. It's costful. More than, it's a lot of money. Kwa unaposema kwamba unajiibia ni kwamba sasa hivi una ofisi yako unajihudumia mwenyewe. Kwa kuna hasara fulani unaipata fulani hivi, Lakini sasa ndo nakuwa natangaza, kwa hiyo wanani excuse. Hatari sana. Moja comment ambayo nilikutana nayo kwenye mitandao ni the way ambavyo umbile lako limekuwa likileta maneno hapa na pale kwenye mitandao. So far mimi najua labda kwa Tanzania hapa wewe unajihesabia namba ngapi kuwa na muonekano kama huo kwako? Jamani, hicho kitu siwezi fanya. I don't know. Siwezi nikajiweka kwenye namba. Hamna mtu anayefanana na mimi wala mimi sifanani na mtu yote. Kwa nipo tu hapo nilipo. Yeah. Ulisha labda kujutia kwa surgery ambayo ulifanya labda? Nimeweka mbele fanya surgery. Wako wanaodai hivyo. Sasa wanadai hivyo. Mimi sijajutia kwa sababu sijaifanya. Yeah. Mambo ya viuno hayo. Kwa maana umbo la Posh Queen. Watu wanakuwa na judge sana. It's normal, ni kawaida. Moja ya kitu kingine ambacho nilitamani kufahamu ni siku ya jana taharuki ilikuwa kubwa sana kwenye mtandao wa kijamii na ni baada ya Barnaba kuposti nyimbo na ikiwa inakutaja wewe. Lakini tunarudi nyuma kwamba Barnaba ni mume wa mtu na ana ndoa kabisa, lakini pia na wewe pia ni mke wa mtu. Mimi nilikuwa nataka uniambie scenario nzima ilivyokuwa mpaka ikawa hivyo. Japo najua watu wengi wanafahamu mambo mengi sana, lakini mimi nataka nisikie kutoka kwako. Ilikuwaje utupe hiyo scenario nzima? Sasa scenario nzima ni kama nyie mlivyoiona. Ni sasa ukisema mume wa mtu, labda ni msanii kalipo kama msanii na sijamlipa mimi. Hata ningemlipa mimi bado angefanya kama msanii. Kwa sidhani kama vinaingiliana. Yeah. Kuna siku moja nilikusikia ukisema kwamba unaipenda sana sauti ya Barnaba. Of course napenda, anaimba vizuri, very good singer artist. Yeah. Kwa wakati ulivyokuwa unasema unapenda sauti ya Barnaba, mume wako alijisikiaje? Ndio maana ameamua kumpa pia. Na hisi aliona nampenda, naona akaona sasa okay. Why not? Yeah. Kuimba wewe. Na ilikuwaje akatanguliza picha zile kwenye Instagram page yake? Sasa sijui kwa sababu mimi sikuwa nimepanga. Yaani hivyo wote watakuwa walipanga literally. Yeah. Na hisi Barnaba amefanya interview, itakuwa rahisi watu wakisikiliza wataelewa zaidi. Mimi nataka kwa upande wako wewe. Sasa kwa upande wangu mimi sijajua kusikupanga naye chochote. Nimekuja kuona kama nyinyi mlivyoona, niona amepost ile Insta story na mimi ndo nikaja kuona kesho yake nyimbo. Bwana wewe. Hivi Posh, ukiwa na hasira wewe ni mtu wa namna gani? Zamani nilikuwa naongea sana nikikasirika. Siku hizi I calm down and observe na nakaa kimya sana. Yeah. Unakaa kimya sana. Kwa hiyo ndo mbinu yako kubwa unaitumia sasa hivi? Yeah. Ya kukaa kimya. Inasemekana umetokea kwenye familia ya kiroho sana, familia ya kichungaji, mambo ya neno la Mungu. Kuna kweli kwenye hilo? Yeah. Yeah. Kweli. Sasa hivi unasali wapi wewe? Sina kanisa specific. Nitegemea na nitakapokuepo natafuta kanisa ambalo naona linanibariki nitasali hapo. Moja kitu ambacho kiliibua maneno mengi ni kufuatia kutangaza kwamba una mahusiano na dalali, kwamba mume wako ni dalali. Na watu wakaanza kuchukulia kwamba ina maana dalali kweli Poshi, ina maana amekosa watoto ameenda kudili na dalali. Kwanza labda kwa sababu mume wako umekaa sasa hivi ni kipindi kirefu,
Unaonaje madalali wakoje? Kwa sababu waelezee madalali unavyoona. Wape maua yao. Sasa madalali mimi sijakaa nao wote, nimekaa na mume wangu. Yani he's a good person, very good person, friendly, ni rafiki yangu, ni mtu poa, very very good person. Yeah. Yani anakuaje? Anabii vipi? Kama mume. Sasa dalali anahusianaje na kuwa mume? Anabii kama mume. Bwana. Yeah. Hatari sana. Okay, so far kuna jambo jingine ambalo nilikuwa natamani kusikia kutoka kwako, kwa sababu kumekuwa na maneno mengi sana kwenye mitandao, lakini pia jamii kwa ujumla, hususan kwenye warembo ambao mnakuwa mnaingia kwenye mambo ya ndoa haya. Na unajua kwenye mambo ya ndoa kuna kufanya kazi zile, kupika, kufua na vitu kama hivyo. Sasa kwa muonekano huu una control vipi hivi vitu vyote? Kumpikia mume wako, kufua, lakini pia una mtoto, kuandaa na mambo mengine, labda na watoto wengine watakuja. Hebu nataka utuambie kwamba natazama viweza ambavyo inaweza kusaidiwa, anasaidiwa na msaidizi. Kivipi yani? I think nimeeleweka. Nafanya nachokiweza. Kama kupika, naweza kupika hiyo siku, napika. Nitakapoweza kusafisha, nitasafisha. Vingine vikiwa like vinanizidia, kwa sababu mimi nifanya biashara pia, sio mama wa nyumbani. Kwa vingine ambavyo sifanya, ananisaidia dada au msaidizi. Na inachukua muda gani kwenye kufanya shughuli zako za nyumbani? Inachukua like swali lako ni gumu. Sijui inachukua muda gani. Ina depend na hiyo siku nafanya nini. Kwa hiyo inategemeana. Ufui kabisa? No, I don't. Hapana. Kwa nini? Kwa sababu ni dry cleaner first. Na sidhani kama watu wengi siku hizi wanafua. Kuna mashine za kufulia. Kwa hiyo labda katokea dry cleaner imeharibika, unafanyaje? Namfanya kazi. Na katokea mfanyakazi hayupo? Kutakuwa na dry cleaner zingine nitapeleka. Yeah. Okay, mimi nataka kufahamu kwamba Poshy akiwa nyumbani ni mtu wa namna gani? Ni mwanamke. Mama mwenye nyumba, mama wa nyumbani, mama mke. So yeah. Wewe unapendelea nini sana kwa nyumbani? Kukaa na familia yangu, nio tukae, tuongee, tufurahi. Una nini cha kuambia mabinti ambao wanakutazama, ambao wanatamani kuwa kama wewe? Wasitake kuwa kama mimi. Wafanye kazi, wana ndoto zao, wajitahidi hasa kuelekea ndoto zao. Wawe wao. Yeah. Yeah. Kuna kitu ambacho nilikuwa nasema nitakuuliza pia. Ni kuhusiana na, mimi najua umepitia vitu vingi sana. Mambo mengi sana umepitia, na mimi najua kwamba wako ambao wanakutazama kwa namna nyingine sana. Hivi kimfano ukaachana na mtu, unatumia mbinu gani kumsahau, kumove on? Tegemeana na mtu gani sasa. Depends, lakini hivyo vitu sana kama vina formula. I think ikifika muda ukagundua kwamba okay, labda sikuwa na deserve 1 2 3, unakuwa rahisi kumove on. Ukishajua like you know your worth, unajua unacho deserve, ni rahisi kumove on. Naona kwenye mitandao ya kijamii kinachoendelea baina ya muziki ambao Barnaba ameutoa, lakini ukatajwa moja kwa moja. Kumbuka yule ni mume wa mtu, lakini pia tunashindwa kuelewa imekuwaje ikawa hivyo. So family, nataka utupitishe tu kwa mashabiki, uweke wazi nini ambacho kinaendelea. Na mimi pia nimejua jana kama nyie. Yeah, so far mume wangu alimtafuta Barnaba niambie, na ni kitu ambacho nimefurahia, and yeah. Haijakukata labda maybe comment za watu unasema labda usau Barnaba ni mume wa mtu, alafu sasa wewe unatajwa kwenye nyimbo na moja kwa moja ni msanii, kwani amesema nataka? Lakini ile kuwekwa Poshy ni mke wangu, niko na mume wangu, kwa hiyo what is the problem? Mtu atakaye comment ni yeye na shida zake. Karibu na mume wangu aimbe, na yeye ni msanii, ni kazi yake. Kwa sijaona kitu chochote ambacho, wala sijaiona hiyo comment mbaya. Atakuwa mtu sijui. Ni kama shingapi hiyo imelipwa? I don't know, lakini hela nyingi ninavyoambiwa. Kama shingapi? Hajataka kuniambia, maana ameniambia ningekuambia ungeniambia nipe hiyo pesa. Kwa hiyo hajaniambia. Ila whatever is it, na nafurahi hajaniambia kwa sababu ningomwambia nipe hiyo hela. Ila ni kitu ambacho ni zawadi nzuri, nimefurahia na naamini itakaa muda mrefu. Yeah.